Watukufu wa Islam, Sayyiduna Sulaiman ibn Daud alayhim assalam ni katika mitume ambao walipata fadhila kubwa sana kukusanyiwa utume pamoja na ufalme. Kila mtume ana sifa zake ambazo zinatofautiana na mwingine, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametisimulia katika visa vya mitume, kila mtume na manaqib na awsaf alizompa, na mwenyewe anatuambia tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mitume ni hao, tumewafadhilisha baadhi yao juu ya wengine. Minhum man kallama Allah, wapo miongoni mwao ambao walizungumza na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kama Nabii Musa, wa kallama Allahu Musa taklima. Na kuna wengine ambao Mwenyezi Mungu amewajalia wamezaliwa na mama, yani mzazi mmoja peke yake, hawana mzazi wa pili, ambaye ni Sayyiduna Isa alayhi wa ala nabiyina as-salatu wassalam. Na ndio maana mwanamke wa pekee aliyetajwa katika Qur'an ni Bibi Maryam. Huyu Maryam katajwa kwamba watu watakaposoma Qur'an na kuzisoma historia zao watampata Isa hana baba. Maswali yatakuwa mengi, imekuwaje huyu mtu hana baba? Kwa hiyo maswali yakiwa mengi, jibu lake watalipata kwamba baba yake na mama yake ni mama anayeitwa Maryam. Ndio maana hata katika Qur'an lam yusarrih alquranu bidhikri ayati imraa illa Maryam, haikumtaja kwa jina mwanamke yeyote isipokuwa Bibi Maryam, ili mtu akiuliza Isa ibn man, iambiwe Isa ibn Maryam, kusiwe na mushkil. Wapo miongoni mwao ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewaumba hata hawana baba wala mama. Sayyiduna Adam na mfano wake yeye na mfano wa Isa ndio huo mmoja tu. Ndio Allah akasema katika suratu Ali Imran, innama mathalu Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Hakika mfano wa Isa mbele ya Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa Adam. Adam aliumbwa kwa mchanga, ni kama kufinyangwa tu timthal, kisha Mungu akamwambia kuwa mtu anaitwa Adam, akawa. Mwenyezi Mungu akitaka kufanya jambo hana haja ya kuwaita wasaidizi wamsaidie, wala hana haja ya kuweka budget maalumu, wala hana haja ya kuomba msaada katika dola tajiri. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mungu akitaka jambo lake liwe huwa analiambia tu kuwa, na linakuwa. Kwa hiyo miongoni mwa mitume kila mmoja na wasifu wake. Sasa Nabii Daud alikuwa mfalme na alikuwa mtume. Jamaa Allahu lahu baina almulki wan-nubuwwa, Mungu amemkusanyia neema zote hizo, na Mungu anawapa anaowataka kama tulivyosema, na haulizwi. Hatuwezi kumhoji Mwenyezi Mungu, kwa nini ukampa huyu hivi na sisi ukatupa vile? La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Alipokufa Nabii Daud akarithiwa na mwanawe, wa waritha Sulaimanu Daud. Lakini kurithi huko sio kurithi utume, hapana. Utume haurithiwi, aliurithi ufalme. Utume alipewa na Mwenyezi Mungu, hakuurithi kutoka kwa baba yake. Nahnu maashira al-anbiya la nuratha wa nuwarrath, sisi mitume haturithiwi. Hadithi ya mtume inasema haturithiwi sisi mitume, tulichokiacha inakuwa ni sadaka. Mitume hawarithiwi. Kwa hiyo Nabii Daud hakurithiwa utume, alirithiwa ufalme. Sasa hakuna katika ulimwengu kuanzia uumbwe mpaka utakwisha
mtu aliyekusanyiwa kheri nyingi za ufalme na ufalme wake uliokuwa mkubwa kuliko taswira ya mtu yoyote kama Nabii Suleiman. Hakutokuwa na mfalme wala hakukuwa na mfalme kama Nabii Suleiman. Suleiman ibn Daud, siku alipokufa baba yake Nabii Daud, watu walihudhuria wengi sana katika mazishi, mpaka joto likawa halihimiliki, jua linapiga. Nabii Suleiman akaamrisha ndege, akamwambia adhilli nabiyallahi Daud, enyi ndege, jua kali hili mnafanya nini? Haraka njoni mweke kivuli kwa ajili ya Nabii Daud. Ndege wote wakakusanyika, wakapiga mbawa zao, wakazinyosha juu ya anga, wakaeka kiwingu ambacho kilisitiri miale mikali ya jua. Hatimaye watu wakawa na afueni, hawakulia tena kwa miale mikali ya jua. Baada ya pale ndege walipokuwa wameshikamana mabawa yao, kivuli kinaonekana, watu wakashtakia harara ya joto. Sasa maana joto nalo vile vile, kuwe na kivuli kuwe hakuna kivuli, joto litakuwepo. Watu wakaomba, joto kali sana. Nabii Suleiman akawaambia ndege, aqbidi janaha, aqbidi janaha, zuieni ubawa mmoja, kunjueni angalau kuwe kuna mwangaza kidogo. Ndege wakakunja bawa moja. Na hii hadithi ya Mtume Muhammad, na Sayyidina Abi Huraira anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha namna ya ndege walivyokunjua mbawa zao walivyoambiwa na Suleiman, kwa sababu wanasikia. Na hii ni dalili kwamba sisi tukisema viumbe wengine wanatusikia. Ndege wanasikia, paka wanasikia. Kwa hiyo uache kuwa lani, wanakusikia. Nabii Suleiman anasema wakakunjua. Aliposema aqbidhi janaha, Mtume anasema, na Abu Hurairah anasema fatafiqa an-nabiyyu yurina, Mtume akaanza kutuonyesha kaifa qabadat janaha, vipi walikunja ubawa wao. Akakunja mkono mmoja, akawaonesha mfano wake. Basi wakakunja mikono yao, mabawa yao, upepo na mwangaza ukawa unapenya. Baada ya kuzikwa Daud, ufalme akauchukua Nabii Suleiman. Njoni leo ndugu zangu Waislamu niwasimulie kisa cha mamlakatu Saba, kingdom iliyokuwepo kule Saba katika nchi ya Yemen, ardhi iliyotajwa katika Qur'ani zaidi ya mara moja. Hata kuna sura inaitwa suratu Saba. Yemen kuna baadhi ya miji ya kihistoria. Kuna sehemu inaitwa Ma'rib, pale ndipo palipokuwa na arsh au kiti cha mwanamke anayeitwa Balqis. Nabii Suleiman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mapenzi yake kwa mtume huyu ya kumkusanyia ufalme na utume, anayaeleza katika Qur'ani kwamba ufalme wake ulikuwa ni nau'un farid min kulli malik, kwa sababu alikuwa anatumikiwa na wanadamu. Mbali na wanadamu alikuwa anatumikiwa na majini. Mbali na majini alikuwa anatumikiwa na ndege na wanyama wengineo wote. Mbali na hao alikuwa anatumikiwa na upepo. Wanasema katika history kulikuwa kuna busati kubwa la khashab kama la mbao gumu gumu. Lile busati ilikuwa ni chombo maalum. Nabii Suleiman akitaka kusafiri safari ya miezi miwili kwenda na kurudi, alikuwa anakwenda anarudi jioni kwa busati lile, anaamrisha upepo twende, upepo unamchukua yeye na wanajeshi wake, wanakwenda wanarudi kwa muda mchache sana. Wali Suleiman ar-rih, upepo Qur'ani inasema ghuduha shahrun wa rawahuha shahr,
Safari ya kwenda mwezi na kurudi, yeye alikuwa akienda kwa wakati mchache, anaamrisha tu nipeleke, upepo unatii. Ni nani mfalme atakayekuja akatoa amri kwa upepo ukafanya anavyotaka? Mulkun adhim, ufalme mkubwa, na mkubwa sana. Mbali na hayo, madini Mwenyezi Mungu alikuwa amemfanyia wepesi madini, na alikuwa na mto wa nuhas. Sisi tunazungumzia mto wa maji, tunazungumzia bahari. Nabii Suleimani alikuwa na mto wa nuhas, mto wa shaba, ainul qitr. Hii shaba hii basi ni kama mto wa maji, anaifanya anavyotaka, akitengeza matamathil, akitengeza viungu vikubwa. Mara nyingine chungu kimoja katika wakati wa Nabii Suleiman ilikuwa ni sawasawa na jumba. Chungu hicho cha kupikia, qudur, kama huu msikiti basi ni chungu tu. Imezungumzwa katika Qur'an, sio habari za kubuni. Wakitengeza vitu vya ajabu na wakitii amri ya Suleiman, na alikuwa anaambiwa fanya unavyotaka kuhusu hawa mashetani. Naam, Qur'an inasemaje? washayatin kullu banna'in wa ghawwas, na mashetani yani majini hao, wajenzi wakubwa, mainjinia, muhandisin katika majini alikuwa na wamiliki Suleiman, anawatuma tu, jenga hapa, jenga hapa, jenga hapa. Kullu banna'in wa ghawwas, na wale wenye kupiga mbizi katika bahari, wote wako katika milki ya Suleiman. Sasa utamwambia nini Suleiman? Ufalme huo na mkono mwingine utume mkono wa kuume, ufalme mkono wa kushoto, yote amemiliki. Na hawa watu wamiliki, wa akharun, na mashetani wengine, majini wengine, muqarranina fil asfal, wale ambao wanajifanya wajeuri, anawafunga wawili katika vyuma na pingu. Muqarranin, qarin ni watu wawili. Basi akileta jeuri kidogo tu anatiwa seli. Kulikuwa kuna seli maalum, wanafungwa wawili katika vyuma. Yote ni jeuri yao majini, ilikuwa hakuna mbele ya Nabii Suleiman. Leo wametawala, lakini mara nyingine tunawadhulumu bure. Maana leo kila mmoja ana jini, kila mmoja wako wawili nyumbani kwao, wako watatu. Mwingine anaweza kuhesabu familia yake, huyu alitoka kwa babu, akatoka kwa babu, akaja kwangu, akatoka kwangu, akaenda kwa mwanangu, kutoka kwa mwanangu, wanarithishana majini kwa majini. Lakini majini mara nyingine wanakuwa watu wema. Allah anasemaje? wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa yahdi ila alhaq musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Angalia, hii yote ni majini, yote ni mashetani majini ambao tunawazungumza sisi vibaya. Mara nyingine wanasema tumesikia maneno yameteremshwa baada ya Musa, yani Qur'an. Yahdi ila alhaq, yote yanaongoza watu katika haq, wa ila tariqin mustaqim. Basi Sayyiduna Suleimani alikuwa na uwezo huo. Unaweza kuimagine ni uwezo kiasi gani aliyokuwa nao, na alikuwa ameoa wanawake 1000. Naam, 1000. Unauliza wote hao wa nini? Kana kwamba unauliza wote wa nini hao? Mwenyezi Mungu amempa, na kweli alikuwa anaweza kuzunguka kwa wake wote hao. Naam, na siku moja alitiania akasema, la atufanna al-lailata ala 70 imraa, leo usiku nitawatembelea wake zangu 70 kwa mara moja. Nataka nifanye starehe zangu. Wayalidna ghulaman yadribu saifa fi sabilillah, kila mmoja katika hao amzae mtoto awe mujahid fi sabilillah. Kaeka, angalia nia hiyo.
Yani alikuwa na uwezo wa kuwaendea wake 70 kwa dharba moja. Hii nayo ni neema, ni neema, kwa sababu wapo baadhi yetu tukionana na wake zetu mwezi huu mpaka mwaka ujao mwezi kama huu, naam, mpaka wanatukimbia. Kwa ajili hiyo nayo ni neema vile vile ya mtu kubashir haki yake, ni neema. Na kuna wengine wanaomba dua. Yupo rafiki yangu mmoja alikuwa akiniambia, marehemu ameshafariki, ananiambia siku nikiweza, maana alikuwa shakuwa mtu mzima, siku nikiweza kuikabili haki yangu kwa mke wangu, basi unyanyuka haraka haraka nikaenda kukoga, yeye hanioni, nikasali rakaa 2 kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba umeniwezesha kuikabili neema hii. Maana nimeshakuwa mtu mzima, lakini siku ninayoweza kufanya yale mambo, basi unyanyuka nikatawadha, baada ya kukoga nikasali rakaa 2, yeye hanioni, maana ataniuliza maswali, mbona kila siku baada ya hii shughuli unakoga unasali? Kwa sababu gani? Namshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mungu amrehemu huyu mzee, alikuwa mtu mwema, alikuwa mtu mwema. Basi Nabii Suleimani akatia nia, akasemaje? Akasema la atufanna al-lailata ala 70 mra, nitawazungukia wote 70 usiku wa leo. Nia yangu nataka niwabebeshe ujauzito ambao watazaliwa watoto, watakuwa mujahidina yu'linuna kalimata at-tauhid, watanyanyua kilima cha la ilaha illallah. Itizame nia, itizame nia. Na ni wangapi tunatia nia ya kuwazaa watoto watakao kuja kuhami Uislamu wakati wa shughuli zile, na hata wewe unafikiria mambo ya dua wala nia wakati huo. Na Mtume amesema, ukikaribia kwa mkeo usema Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, ya Rabbi tuepushe na shetani sisi wawili na uepushe shetani utakachoturuzuku. Lakini Nabii Suleimani ametupa na somo lingine kwamba hata watoto tunaokusudia tuwazae tuweke nia maalum. Ya Rabbi awe muallim, ya Rabbi awe mudarris, ya Rabbi awe sheikh, ya Rabbi awe nani, katika mambo ya khair, lakini na katika mambo ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu, yasiwe mambo ya kidunia, yasiwe mambo ya kidunia. Na angalia, yeye mwenyewe nilikuwa ni mfalme, hakusema ya Rabbi wote watakaozaliwa wawe wafalme kama baba yao, hakusema hivyo, lakini amesema wawe nani? Mujahidin fi sabilillah. Kwa sababu gani? Mujahidin watapata fursa siku ya kiyama ya kuwaombea watu, na Allah anasema katika haki ya mujahidin, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allahu min fadli. Hakuna watu wenye furaha huko waliko kama mujahidun fi sabilillah. Wanafurahi warudi tena duniani, wafe kwa ajili ya Allah, warudi tena wakazipate neema. Hakuna maiti anayetamani kurudi duniani isipokuwa mujahid fi sabilillah, na kadhia yao ni kubwa. Basi pembeni alikuwepo mtu akamwambia Suleiman, sema insha Allah, usiseme tunaenda kuwazungukia wazae watoto 70, sema Mungu akipenda watazaa watoto 70 mujahidun. Nabii Suleiman hakusema insha Allah, hakufanyaje? Hakusema insha Allah. Akaanza kushughulika usiku na nyumba zake zote, akashughulika kweli kweli. Wote alowashughulikia hakupata hata mmoja wao kubeba mimba, isipokuwa mmoja tu, illa adatul istithna, illa wahidatun minhun. Na huyo mmoja alobeba mimba anasema jaat binisfi linsan, alimzaa mtoto nusu umbo lake la chini labda au la juu peke yake, hakukamilika. Angalia uwezo wa Allah. Suleiman, hata ufalme wako ukifika kiasi gani, bado kuna malikul mulki wa malikul muluk. Ndio maana sisi tunasoma katika suratul Fatiha maliki yaumiddin, na katika qiraa maliki yaumiddin. Malik ni aliyemiliki na malik ni mfalme.
Mwenyezi Mungu sifa hizi zote anazo, innahu malik wa malik, kwa sababu kullu malikin malik wa laysa kullu malikin malika. Anasema kila mfalme anamiliki, lakini si kila aliyemiliki ni mfalme. Hizo ndo sifa zake Allah, lakini Mungu wakati huo yote mawili anayo. Kila aliyemiliki si mfalme, lakini kila mfalme ni aliyemiliki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Malik na ni Malik, ana sifa zote mbili. Basi Suleiman ibn Daud akawa ni mwenye kupigwa na butwaa, akashangaa, wote nimewaendea, wote hawakuzaa isipokuwa nusu ya mwanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakusema nini? Insha Allah. Mtume anasema katika hii hadithi kaisimulia, anasema Mtume, wallahi law qala insha Allah lajahadu wala darabu bisayf. Suleimani angesema insha Allah, angezaa watoto 70 usiku kwa siku ile, wote wangebeba mimba na wakazaliwa, na wote wakapigana jihad fi sabilillah. Mafunzo makubwa sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Usiseme kwamba kitu nitafanya kesho, ila useme Mungu atakapopenda. Wadhkur rabbaka idha nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Mtume alifuatwa na makafiri, Mayahudi, mushrikina wa Maka, wakamwambia, hebu tueleze, tunasikia wewe una mambo unayoyajua sisi hatuyajui, sasa tueleze ni nani aliyezunguka mashariki mpaka magharibi? Kuna mtu walikuwa hodari huyo, wanamuuliza Dhulqarnain. Na kuna vijana waliamini automatic imani yao, ni akina nao, tuhadithie nini maana ya roho, au ni kitu gani roho, tueleze hivi vitu vyote. Walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaambia, nendeni kesho mje, nitakupeni jawabu lake. Lakini alisahau Rasulullah kusema insha Allah, kesho nitakupeni jawabu lenu. Wale wakaenda, kesho wakarudi, kesho tena wakarudi, ikafika wiki Mtume hajawajibu. Wale wakasema, mnaona hana ajualo, hana utume wowote. Kwa sababu Mayahudi wanasoma, walikuwa wanayajua haya mambo. Wakawaambia mushrikina wa Maka, kamuulizeni, iwapo atawajibu haya mambo matatu, fahamuni kwamba huyo ni mtume wa kweli, kwa sababu la ya'lamuha illa nabii, la ya'lamuha illa nabii. Haya mambo hakuna mwenye kuyajua isipokuwa mtume, kwa sababu wamesoma katika vitabu vyao vilivyopita. Kwa hiyo mtume peke yake ndo anajua haya mambo, mwingine hawezi kujua. Kwa hiyo Mtume Muhammad akikwambieni kwamba huyu ni mtu fulani na hawa ni watu fulani na roho ni kitu fulani, huyo ni mtume wa kweli, muaminini. Ikapita juma moja, siku nyingi sana, zaidi ya siku 10, Rasulullah hajawaambia kitu, mpaka siku akashuka Jibril, ndio akampa majibu yake, akawaita akamwambia, am hasibitum, asema akamwambia, yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila. Wanakuuliza kuhusu roho, waambie roho hakuna mwenye kujua isipokuwa Mola wako. Mwenyezi Mungu peke yake ndo anajua roho ni kitu gani na wakati gani itatoka na material yake iko vipi, imeumbwa na mada gani. Hakuna mtu anajua, hata awe bingwa kiasi gani katika tiba hawezi kutuelezea roho ni nini. Hiyo ni elimu ya Mola wako. Na waambie hao vijana wanaitwa ni ashabul kahf. Ashabul kahfi akawasimulia habari zao, walikuwa kishi sehemu mfalme Jabbari, wakamwamini Mwenyezi Mungu, wakaondoka wakakimbilia katika pango. Kisha alisema, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibu as-samawati wal ard absir bihi wa asma ma lahum min duni llahi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada. Kisha ndo akamwambia, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Usiseme siku nyingine kesho nitafanya hivi mpaka Mungu apende. Hata iwe facility zote unazo, tools zote unazo, silaha zote unazo,
usiseme nitafanya, sema Mungu akipenda kesho nitafanya jambo fulani. Naam. Na nani Dhulqarnain? Wayasalunaka an Dhulqarnain, waambie nitakuelezeni habari zake. Akaeleza kuhusu habari ya Dhulqarnain. Ndugu zangu, Nabii Suleiman alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, wakati alipokuwa akitaka kusafiri, mara nyingine alikuwa anaweka viongozi katika kila jeshi. Siku hiyo alikuwa anasafiri, katika safari zake majini wapo, anawekea viongozi wao, ndege wapo viongozi wao, wanadamu wapo viongozi wao, na Hudhud ni ndege ambaye naye alikuwa ni kiongozi na pia alikuwa na jukumu. Mahali ambapo watafika watu wana kiu, wanahitaji maji, anaitwa Hudhud, tuonyeshe maji yako wapi. Mungu amempa jihaz katika macho yake, katika kichwa chake, anaona chini ya ardhi huko, anaweza kujua ni mahali gani pana maji tamu. Kwa hiyo anawaonyesha tu, hapa chimbeni. Yeye akishawaonyesha pale, kazi yake imekwisha. Suleiman anawaita majini, haya kazi yenu sasa, toeni maji. Hapo hapo majini wanafanya kazi kama hawana akili, wanatoa maji hapo hapo, watu wanakunywa maji, wanaendelea na safari. Huu ni ufalme wake Suleiman. Kwa hiyo Qur'an inasemaje? wa hushira li Sulaimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idha ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Qur'ani suratu Naml anasema Allah, wa hushira li Sulaimana junuduhu min aljinni wal ins, amepewa majeshi wote hao kutoka katika majini na wanadamu, watairi, mpaka ndege, fahum yuzaun, kila mahali wao wapo na Suleiman. Na istirad, ile gwaride wanaweza kutoka mbele yake wakaonyesha istiradhi yao na namna wanavyofanya kazi. Anasema siku moja walipokuwa wametoka, wakafika katika jangwa, kuna wadudu sisimizi au sangara, wote ni familia moja, naml, chungu. Suleimani akasikia kwa mbali wanasema, qalat namlatun ya ayuha naml, enyi wadudu chungu wenzangu. Sikiliza tangazo la mdudu chungu. Suleiman anajua lugha za wanyama, anatuhadithia namna chungu alipokuwa anasema, akitoa tahadhari kwa ndugu zake, akitoa advice, nasaha kwa ndugu zake. Kama sisi wanadamu tunashindwa kupeana nasaha, wadudu wanatufundisha namna gani tupeane nasaha. Udkhulu masakinakum, ingieni katika majumba yenu. La yahtimannakum Sulaimanu wa junudu, anakuja Suleimani huyo na jeshi lake, wasije wakakuvunjeni vunjeni. Kwa sababu gani? Wameumbwa wadudu sisimizi au sangara na material kama ya plastic vile, kioo vile, kiasi kwamba ukimvunja mmoja wao ana data. Na ndio maana makafiri walipoanza kuifanyia research Qur'an na kuiangalia vizuri kwa ajili ya kuwatia shaka Waislamu, walichukua aya hii wakasema wanataka kutoa makosa Qur'an, kwa sababu
asingesema la yahtimannakum Sulaiman, asije akakupondeni mkavunjika. Hapa amani maana ya kubreak, kuvunja. Sasa kwa nini mdudu aambiwe atavunjwa wakati yeye sio kioo, sio glasi? Atavunjwa vipi? Kwa hiyo hata Qur'ani haina ufasaha wa kusema wanavodai, lakini wakasema kwanza, kabla hatuja prove hilo, kulieleza kwa watu kwamba kitabu chao chenyewe hakina logic, hakina ufasaha wa kusema, tumchunguze huyu mdudu chungu au sangara anayeelezwa hapa, material yake ni ipi? Wakamfanyia uchunguzi, wakamwona material yake ina data wakati anapouawa au anapovunjwa. Na we mchukue siku moja sangara umuue, utamsikia katika kidole chake namna anavodata kama material ya kioo au plastic. Kwa hiyo Qur'ani inachunga mpaka ibara ya kuzungumza, haikwenda tu kuvurumishwa pale neno la yahtimannakum Sulaiman, lina mpangilio wake kwa sababu material yake ni ya kuvunjika. Ndio maana akasema la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha, Suleimani akacheka. Hata ndege, hata wadudu wanapupa ya kuishi, hata wao wanakanyana wapate kuishi. Anafurahi namna gani? Amepata uwezo wa kusikia lugha zao. Allahu akbar! Ingekuwaje sisi tungekuwa tunawasikia paka wanazungumza na ndege wanazungumza na punda wanazungumza na farasi wanazungumza na nyoka wanasema na hata mbu. Inaonyesha tungesikia mambo ya kuchekesha sana, maana tukiingia nyumbani wanasema huyu ameingia, jificheni, jificheni, mbu hao. Tutatoka baada ya yeye kupata usingizi, twende tumtafune, maana wanatuuma sana. Jamaa leo amenunua dumu huyo, wanaambizana leo hakuendeki huko, watauawa wengi leo kuna kiama chetu. Tungesikia mambo mengi, lakini hakuna faida. Ndio maana Mungu hakutupa hilo, hakuna faida, na tusiombe kupata habari zake. Na Suleimani aliweza kuona mpaka ndege wanazungumza, alafu anachukua translation. Anasema siku moja aliona ndege anazungumza na ndege mwenzake, ndege wa kike anamwambia ndege wa kiume, ndege wa kiume anamwambia ndege wa kike, tazawajni, niowe, kubali nikuowe, wa uskinuki ghurafa Sham, mimi nitakuweka katika majumba ya Damashq. Majumba yake sio ya nyasi, majumba yake ni mazuri. Suleimani akawaambia, atadruna madha yaqulu al-usfur li'usfuratin, mnadhani anasema nini kumwambia ndege wa kike yule? Wale kasema hatujui, tueleze. Asema anamwambia nikubali, nitakuweka katika majumba ya Syria. Na Suleimani akasemaje? Lakini ni muongo, hana nyumba moja. Kumbe ndege pia unadanganyana. Kisha Suleimani akasemaje? Kullu khatibin kadhib, hata mwenye kuposa mara nyingi ana uongo, wengi wao. Na mimi na nyumba mbili, huna hata moja. Mimi na biashara, huna, unataka ukubaliwe. Na nasikia kuna wengine huwa wanakwenda kuonyesha nyumba za watu, naambia nyumba yangu ile pale, umeiona ile? Kumbe sio ya kwake. Akishapata mke watu wanakwenda, si ni nyumba yake hii? Bwana, sio nyumba yake. Lakini mke mshampa au hamjampa? Mmempa, basi mmekula hasara. Lakini Suleimani anasema ndege huyu anamdanganya ndege mwingine. Yare tungekuwa na wewe unasikia, lakini Mwenyezi Mungu amekunyima hilo, amempa Suleiman ibn Daud. Aliposikia ndege za leo lugha za wanyama akasema, rabbi auzi'ni, ya rabbi niwezeshe. Angalia neema ambayo Mungu atakupa, ishukurie. Na hakuna katika sisi ambaye anaweza kusema mimi sina neema. Hakuna, kila mmoja Mungu amempa neema yake. Neema ya masikio, neema ya macho, neema ya uwezo, neema ya elimu, neema ya siha, neema mbali Mungu amempa. Kwa hiyo mshukuru Mwenyezi Mungu. Wa idha kunta fi na'matin far'aha, na ukiwa katika neema ile chunge neema. Ikikutoka hiyo neema, kurudi ni vigumu sana. Kwa hiyo una siha, una afya, una uwezo, chunga neema hiyo Mungu amekupa. Far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am, na kitu kinachoondoa neema ni maasiya, madhambi na maasi.
wadawim ilaiha bishukri lilahi fa inna lilaha sari'u niqam, dumu mara nyingi kwa kuishukuru ile neema, kumshukuru Mola alokuneemesha, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kuleta nakama. Haraka baada ya neema inaweza kuja nakama, wakati wowote inaweza kuja nakama. Kwa hiyo ishukuru neema kama alivyoshukuru Nabii Suleiman. Anasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, muda si muda akauliza, mbona Hudhud simuoni? Labda alihitajia maji, akamwambia mleteni Hudhud atuonyeshe maji yako wapi, ndo muhandisi wetu. Hudhud anaambiwa hayupo, ghafla moja hayupo. Ameenda wapi? Kama vile bosi anapouliza wafanyakazi wake, ameondoka bila ya idhini yangu, sina taarifa yoyote, na yeye ndo mfalme. Alikuwa aje aombe ruksa hapa kwanza kabla ya kwenda mahala kokote? Anasemaje? mali la ara alhudhuda am kana min alghaibin la u'adhibannahu 'adhaban shadida au la adhbahannahu au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Wallahi naapa, akija nitamuadhibu adhabu kali huyo Hudhud, au nitamchinja kabisa, au anipe hoja kawia ambayo itanifanya mimi nimsamehe. Tahdidi hiyo, ahadi nzito ameweka mfalme Suleiman. Kaondoka bila ya kuaga, akija ajue matatu: nitampa adhabu kali, au nitamchinja, au anipe hoja atakayonikinisha kwa nini alikuwa hayupo. Famakatha ghaira ba'id, kakaa muda mchache tu. Akaja Hudhud, faqal, kasema ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'adhim. Kaja muda mchache tu, kaomba Suleiman, tazama ushujaa wa huyo ndege. Manake anazungumza na mfalme, lakini angalia lahja alizozungumza, angalia ushujaa. Kuna watu wakizungumza na viongozi huwa wanakaribia kusujudu, wakamwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haina maana kwamba usimheshimu kiongozi. Kiongozi anatakiwa kuheshimiwa, kiongozi apewe haki yake. Mtume sema anzilu nnasa manazilahum, watu wapeni daraja zao walizopewa. Idha atakum karimu qaumin faakrimu, akija mheshimiwa wa watu muheshimuni. Mtu anatakiwa awe na adabu, na katika adabu za Kiislamu watu ni kuwaheshimu viongozi wao, lakini sio kuchupa mipaka ikawa kama maabuduka, unamwabudu. Palipokuwa pa kweli muelezee ukweli, palipokuwa kwa hekima mpe hekima, mahala akiomba advice mpe nasaha, akikuomba ushauri mpe ushauri wa kweli. Wengine kwa hofu ya kuwaogopa viongozi, mpaka ile kuwa nasihi, unaweza kuwa nasihi vile wanavyotaka wao tu, hawezi kupinda akaona hili nikimwambia kidogo atakasirika, basi anaacha, hamwambii. Hatima yake umma unapotea. Na mtu akiwa kiongozi anatakiwa walete karibu watu ambao wanaweza kumshauri. Manake mtu peke yake, mambo yake peke yake haiwezekani. Anasema shawir, kuwa na washauri. Innabat alaika naibatun, litakapotokezea lolote la kutokezea, hakuna mtu atakayepotea kama ana washauri wazuri. Kisha anasemaje? innal aina tara ma naa wa ma qaruba, hili jicho hili linaona mbali na linaona karibu. Walakin la tara nafsaha illa bimir'atin, lakini jicho halijioni lenyewe mpaka utumie kioo. Ndio maana ya kushauri. Jicho linaona, lakini je, lenyewe linajiona? Halijioni. Kwa hiyo kiongozi au mtawala hawezi kwamba yeye akawa ni perfect, anaweza kupanga kila kitu akasema sina haja ya mtu yoyote. Ndio maana ukaona rais anaweka mawaziri, na kuna wengineo wakuu wa mikoa, wakuu wa tarafa mbalimbali, wengine manake wapo kwa ajili ya kumshauri.
Sasa kama hawatomshauri, wale watakuwa wanabeba madhambi ambayo atakuwa na yeye anabeba, kwa sababu amewaweka pale kwa ajili ya kumpa yeye nasaha, advice. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz aliongoza miaka miwili tu, miezi 30, miaka miwili na kidogo. Basi alitawala, akaondosha ufukara, akaondosha udhulma, akaondosha jeuri na takabbar kwa muda wa miaka miwili tu, mpaka alikuwa kinadi, njoni mchukue zaka, haendi maskini hata mmoja. Lakini huyu hakufika hapo mwenyewe, alikuwa na washauri. Wale washairi wale walikuwa kazi yao kuja kutoa mashairi, wakapata pesa tu, akaambia sasa hivi msije tena washairi, nataka ulama waje karibu nami. Fabaada shuara wa qarraba alulama. Naam, mashairi kazi yao. Kuna mshairi mmoja anamwambia Saifu Daula, fa innaka shamsun walmuluku kawakibun idha talaat lam yabdu minhunna kaukabun. Angalia washairi wakiwa mbele ya maraisi au wafalme, anamwambia hakika wewe ni jua, fa innaka shamsun, hakika wewe ni jua, walmuluku kawakibun, mfalme wewe ni jua, wafalme wengine wote ni kama mfano wa nyota. Ufalme wako wewe ni kama mfano wa nini? Jua. Ufalme wengine ni kama nyota. Anasemaje? Idha talaat, litakapochomoza jua, lam yabdu minhunna kaukabun, hakuna nyota utakayoiona. Anataka kwamba wewe ufalme wako mkubwa, umewazidi wote. Ufalme wao wanatoka, nyota zinatoka baada ya jua, kama halipo ndo zinaonekana, zina shine, zinang'ara, lakini kitoka jua tu zote hazionekani. Basi ndo ufalme wako wewe. Hii ndo hali ya mashairi na advisor ambao wao wanataka kusifu tu, alafu ambie basi njoo kidogo, chukua kitu kidogo, anaondoka. Kesho anatafuta kutunga mashairi mengine zaidi. Mmoja aliwahi kusema maneno hatari, akasemaje? ma shi'ta la ma sha'atil aqdaru fahkum fa anta alwahidul qahhar. Alimwambia mtu kiongozi, hukumu unavyopenda wewe, sio anavyopenda Mungu, hakika wewe ni mmoja mtenza nguvu. Alwahidul qahhar ni Mwenyezi Mungu peke yake, lakini alimwambia mtu hukumu unavyopenda wewe, sio inavyopenda kudra ya Mungu, kwa sababu wewe ni mmoja mtenza nguvu. Siku fulani nchi yake ikapigwa na zilzala. Sasa akataka kusema maneno ya kinafiki kwamba hizi sio balaa, kwamba nchi imepigwa zilzala kwa sababu watu wanafanya dhambi. Akasema la, ma zulzilat Misru, haikupigwa zilzala lisuin urida biha, kwa sababu labda tunafanya madhambi sana, walakin raqasat, lakini imecheza dansi kidogo kwa sababu ya uadilifu wako, taraban, kwa ajili ya ile furaha ya uadilifu wako. Angalia advisor wakiwa wabaya, lakini ukiwa mahala umewekwa wewe ni nasih, kuwa nasihun amin. Yuko kiongozi mmoja katika nchi fulani, alikuwa dhalimu mkubwa, anaweza tu kuamua huyu mwekeni ndani, huyu muweni, huyu muondosheni, huyu mfukuzeni, bure tu. Sasa siku moja alifanya mambo makubwa, kuua na kuweka watu ndani, alafu akasimama akawakusanya mashekhe, akawaambia ufalme wangu mimi ni kama Umar ibn al-Khattab kwa uadilifu. Ana kal Faruq Umar, ana malikun, anasema ana imamun adilun kal Faruq. Anawatangazia, mnaonaje mashekhe, mimi si ni mfalme mwadilifu kama vile alivyokuwa Faruq? Mashekhe wote hivi, semeni mnasemaje? Ana malikun, ana imamun adilun, mimi si ni imamu kiongozi mwadilifu? Akasimama shekhe mmoja akamwambia, naam, Umar ni imamun adilun, lakini wewe ni adil imam. Mnamjua mchekeshaji maarufu kule Misri anaitwa Adil Imam? Mnamjua? Katika msalsalati anachekesha kama vile kina Majuto, mnafahamu? Anaitwa Adil Imam. Sasa huyu shekhe
akaibirua ile, akaambia kweli Umar alikuwa imamun adil, lakini wewe ni adil imam. Anasema vile kwa sababu inakera, anaua watu alafu anasema yeye ni kiongozi mwadilifu. Anadhulumu watu kwa sababu gani? Alafu anasema yeye ni kiongozi mwadilifu. Tena anawakusanya watu anasema nataka mkiri mbele ya watu kwamba mimi ni imamun adil. Shekhe akasema kweli wewe ni adil imam, yule ni imamun adil. Kuwa mkakamavu katika kheri, kuwa mkakamavu. Kama wewe umewekwa pale kwa sababu watu wamekuamini, wewe ndio utoe nasaha. Mahala pa kheri onyesha, mahala pa shari sema. Ukienda vizuri watu sema hapa amefanya vizuri, mnastahili kusifiwa. Wakienda vibaya sema hapa kidogo mmekosea, badilisheni kidogo. Hiyo ndo kazi ya nani? Advisor. Sasa msikilize nani? Hudhud anamwambia Suleiman, lima kunta min alghaibin, ulikuwa wapi wewe? Nikamwambia ahatu bima lam tuhit bihi, nimekanyaga mahali ambapo wewe mwenyewe hujapakanyaga. Nimefika sehemu ambayo mimi wewe hujafika. Nimezunguka mambo na nikayajua ambayo wewe huyajui. Shajaa, na yeye ni ndogo, mtege mdogo. Ahatu bima lam tuhit bihi, nimeyajua ambayo wewe huyajui. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin, nimekuja kutoka Saba Yemen na habari zilizokuwa za kweli. Suleimani akasikiliza. Nipi habari? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fahum la yahtaduna alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Nilipofika mimi hujawahi kufika pamoja na ufalme wako. Naam. Na nimekuja na habari ambazo wewe huzijui, pamoja na kwamba Mungu amekupa elimu. Nimeenda Sheba, nimewakuta watu wanamilikiwa na mwanamke kati zao za ibada. Vipi wataabudu jua? Wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Tena alafu Mwenyezi Mungu nani, shetani amewapambia zile kazi zao za ibada ya kuabudia jua, wakaziona ni nzuri, wakaendelea. Fahum la yahtadun, hawana uongofu wowote. Suleimani anasikiliza tu, kisha akakomenti Hudhud akasema alla yasjudu lillah, kwa nini hawamsujudii Mwenyezi Mungu Allah? Mungu anafanyaje kwani Hudhud? Alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, Mwenyezi Mungu ambaye anatoa vilivyofichikana mbinguni na ardhini. Kwa sababu Hudhud alikuwa katika ilmu aliyopewa, anatoa kitu kilichofichwa katika ardhi ambacho ni nini? Ni maji. Hatuyaoni sisi, yako huko chini. Sasa hili analolijua yeye ndilo alilolieleza, na anajua kwamba maadamu huku kuna mambo yamefichika ardhini na kule mbinguni pia kuna mengine yamefichika, anayajua mwenyewe. Kwa hiyo hawa wangekuwa na akili wangemwabudu Mungu ambaye anatoa vilivyofichika huko chini ya ardhi na kule mbinguni. Yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, wallahu anasema wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, Mwenyezi Mungu anajua mnayoyaficha na mnayoyaeka sawa, mnayoyaeka wazi, yote Mungu anayajua. Kwa hiyo ukisema Mungu anajua, na ukinyamaza Mungu anajua kwamba hapo umenyamaza lakini unayajua. Suleimani alisema nini Waislamu? Lam yukadhibhu wa lam yusaddiqhu, hakumsadikisha wala hakumkadhibisha. Hakusema ni kweli maneno yako, wala hakusema ni muongo wewe. Na hii ni moja katika mafunzo. Unapopewa habari usiziamini wala usizikanushe. Unachotakiwa wewe ni kutafuta bayana, ukweli uko wapi. Ndio akasemaje Suleiman? Qala sananzur asadaqta am kunta min alkadhibin. Sananzur, tutatizama. Asadaqta am kunta min alkadhibin. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Chukua hii barua. Pale pale Suleimani akaandika barua,
Sitaki kusema ni uongo kwa sababu habari zinatisha. Kuna anayeabudiwa asipokuwa Allah huko, kuna mwanamke anaomiliki huko, ni yeye ndo queen malika. Nenda na kitabu hiki, yani barua hii, kaandika barua, mpelekee huyo mwanamke. Shughuli anaifanya kikweli kweli ya kuwatoa watu katika kiza kuwapeleka katika mwangaza, ambaye ni ndege mnyonge mdogo kabisa, hana laptop, hana upanga, hana petroli, hana atomic, hana kitu chochote, lakini ameona maumbile ya Mwenyezi Mungu aliyoyaumba mbinguni na ardhini. Amemtambua Mola wake kwamba yeye ndo mwenye kufaa kusujudiwa, na kazi anaifanya kweli kweli. Kapiga mbawa zake hut. Alipofika pale akaiweka barua katika sehemu aliyokuwa mfalme Malkia Balqis yupo pale, akaipata barua. Qalat ya ayuha almalau inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Anasema jamani, barua hii nimeipata, njoni karibu. Akawakusanya mawaziri wake wote, washauri wake wote. Angalia huyu mwanamke alivyokuwa ana akili, mtizame. Na mtu yoyote aliyokuwa na akili timamu lazima mwisho ataongoka tu, lazima ataongoka akiwa anautaka ule uongofu. Na akawaita mawaziri wake, akawaita washauri wake, akamwambia ya ayyuhal mala, enyi waheshimiwa, inni, hakika yangu mimi, ulqiya ilayya kitabun, nimepata barua, kitabun karim, barua tukufu kabisa. Innahu, anwani yake barua hiyo imeandikwa min Sulaiman, inatoka kwa mtu anaitwa Sulaiman. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim, na imeanza kwa kusema bismillahir rahmanir rahim, alla ta'alu alayya, musifanye jeuri. Angalia neno moja tu, musifanye jeuri nyie watu huko, njoni huku niliko mimi, hali ya kwamba ni Waislamu, mmesalimisha dini ya Mungu mmoja. Full stop. Sulaimani huyo. Sasa mnaniambiaje waheshimiwa? Wale wakasemaje? qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin. qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillah وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Anasema jamani, niambieni tufanye nini? Wale wakasimama kwa ubavu, wasema nahnu ulu quwwa, wewe wasiwasi wako nini kama nguvu tunazo, uwezo tunao na tunaweza kuwapiga. Nahnu ulu quwwa, sisi ni wenye nguvu. Wa ulu ba'sin shadid, silaha zetu na vita tunaviweza. Amrisha wewe tu, tunatoa green light, sisi tutakwenda. Al-amru ilaik, tunakuachia wewe. Kama utaamua vita vita, kama utaamua salama salama. Al-amru ilaik fandhuri madha ta'murin, tizama wewe unatuamrisha nini. Wako tayari bwana, wakapambane na nani? Suleiman. Lakini je, mnamjua huyo Suleimani? Ana majeshi ya binadamu, ana majeshi ya ndege, ana majeshi ya majini, na majini ndo hatuwaoni, na ndio maana tunawaogopa. Hatuwaoni, maanake yule adui unayemuona ni afadhali, lakini adui humuoni. Sasa humuoni, ndio matatizo yenyewe. Ndio maana tunawaogopa sana, lakini wao kwa hakika wanatuogopa sisi. Shetani alikuwa na jini moja, aliwahi kusema, Mtume alimkamata mpaka ulimi ukatoka wa jini. Anasema ningependa ningemfunga hapa, asubuhi mkaja mkamuona, lakini nilikumbuka ndugu yangu Suleiman alisema habli mulkan la yanbaghi li ahad, nipe ufalme ambao hatoupata mtu yoyote mwingine. Sikutaka kuingia katika mambo ambayo si yangu. Memwachilia mbali shetani, yule ameenda zake. Mtume alimkamata
Alikuja kidogo anamshawishi mtume katika sala, mtume akamkamata, wewe nini? Akamfunga na nguzo ya msikiti. Akataka Waislamu na watoto wa Maka waje wampige mabuti pale, lakini akakumbuka Suleiman, anasema namwachia. Suleiman alisema ufalme huu wake peke yake, kuanzia hapa mpaka, ndo nikasema hakuna mfalme atakayetokea kuanzia kuumbwa ardhi mpaka mwisho siku ya Kiyama, hakuna mfalme atakayemzidi Suleiman. Mwenyewe aliumba akasema, nipe ufalme ambao hataupata mtu yoyote, la yambaghi li ahadin. Basi silaha kwa hakika ikikamatwa na adui mwenyewe umuoni na kuwa matatizo. Basi wale wakasema, al-amru ilayki fandhuri madha ta'murin, unasemaje wewe? Huyu bibi alikuwa na akili. Akasema, jamani, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, wafalme wanapoingia katika miji hufanya ufisadi. Ninavyowajua mimi, wafalme wakiingia katika mji wowote, basi destruction itakuwa ni tragedy, karitha. Watafanya ufisadi mkubwa, na ufisadi huo huwafanya wale waheshimiwa wa pale wakawa wadhalili. Mimi si mnaniona mheshimiwa, wakiingia wafalme hapa nitakuwa mdhalilifu. Na tizameni kuliko kuwa kunaingiliwa na wafalme wakubwa katika hii dunia, raisi, kiongozi, watu wake wakimpa heshima wanamchukua, wanamkamata, wanamdhalilisha. Mara nyingine anajificha kaburini kama mjusi, na mara nyingine unamuona amevuliwa nguo, unamuona anapigwa vibao, anadhalilika. Limadha? Almuluku dakhalu qarya, wenye nguvu wameingia pale. Afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla wakadhalika yafal. Lakini akamtega kidogo Suleiman. Alikuwa anasema, ngojeni nitizame, inni mursilatun ilayhim bihadiyya, mimi nitampelekea huyu mfalme zawadi. Fanadhiratun, nitizame bima yarji'u almursalun, jawabu lake itakuwa nini? Kama ni watu wa kutaka dunia tu, atachukua zawadi hizo. Kapeleka mali aina mbalimbali, madini mbalimbali. Eti zawadi anapelekewa nani? Suleiman, mtu ambaye ana mto wa madini, ana kila anachokihitaji, leo anapelekewa yeye zawadi. Wakaondoka wakaja mpaka kwa Suleimani, na delegation imechukua zawadi kutoka kwa Malikatu Saba. Falamma jaa Suleiman, walipomjia Suleiman, falamma jaa Suleimana kwa nasbi hakadha, qala atumiddunani bimal fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun irji ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adhillatan wa hum saghirun. Anasema, nyinyi mmeniletea mimi zawadi, ama kweli chukueni nyinyi zawadi hizo, mtafurahi na zawadi zenu. Mimi nawataka hao watu walokupeni zawadi waje hapa pamoja nanyi mkiwa Waislamu, na kama hawataki, falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha, napeleka jeshi ambalo hamtoliweza. Wala nukhrijannahum minha adhillatan wa hum saghirun, tutawatoa wakiwa madhalilifu. Lile neno alolisema Balqis kwamba wafalme wakiingia mahali inakuwa tabu. Kwa hiyo tuwajaribu kidogo, zawadi itakuwaje? Suleimani aliwarudisha na zawadi zao. Waliporudi kwa mfalme, kwa Malkia Balqis, Malkia akasema, huyu sio mfalme wa kawaida, maadamu amerudisha hivi vitu, sisi hatuna hili wala lile, tuitikie mwito, tuondoke, tuhameni, twendeni huko. Wenyewe wakasalim amri, wakafunga safari kutoka Yemen, wanakuja zao Falastini. Qala ya ayyuha almalau ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin. Suleiman akakusanya mawaziri wake na waheshimiwa wake. Sasa akawauliza, waheshimiwa, ni nani atakayeniletea kiti chake? Maana kile kiti alikuwa shasifiwa na Hudhud. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishams min dunillah, na kisha amemwambia walaha arshun adhim inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli
kulli shay wa laha arshun adhim. Nimemkuta mwanamke ana kiti cha enzi, kiti kikubwa, kiti cha utawala, murassa billaali, kimepigwa maji, kimewekwa madhahabu, kimewekwa kila aina ya vitu ghali. Kiti kile kilikuwa cha ajabu. Ndio maana Hudhud akamsifia Suleiman, walaha arshun adhim. Hicho nitamshinda huyu, nitakuletea kiti hicho, ukipeleka jicho juu na kurudisha chini, yani kufumba na kufumbua, kupepesa macho yako baada ya jicho kufumbuka na kufumba, mimi nitakuwa nimekileta hicho kiti. Huyu anachelewa sana, muda wa kukaa na kusimama ni muda mrefu, lakini mimi baina ghamdati ainin wa intibahatiha, kufumba na kufumbua jicho, nitakuwa kiti nimekileta. Kaambia wewe anta, nenda kalete wewe. Akaondoka yule. Ulama wa tafsiri wanasema alitumia nini huyu mtu? Nasema alitumia kumwomba Mwenyezi Mungu kupitia jina lake tukufu, Ismullah al-A'zam, jina la Mwenyezi Mungu tukufu. Ukiomba kitu chochote kwa kutumia jina hilo, Mwenyezi Mungu anakupa, kama umeomba mambo ya kheri. Usiombe kwa jina ukasema natamani Uthman Maalim afe, kwa jina hilo Mungu anasema hakubali mtu kudua ya qati'atur rahim, ndani yake kuna shirki, ndani yake kuna mambo. Omba Mungu akupe neema, akupe elimu, akupe siha, akupe afya. Usiombe jirani yako afya kwa sababu anakudhuru na kubudhi. Usiwapize watu, tutumia jina Ismullahil A'zam. Basi akaomba yule, akaondoka pale, akakileta kiti baada ya kufumba na kufumbua jicho Suleiman ibn Daud. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Suleiman kushtuka, akakiona kiti tayari kimeletwa, kufumba na kufumbua. Hiki hapa mustaqirran inda. Qala, akapiga ukelele akasema hadha min fadli rabbi, hizi ni fadhila za Mola wangu. Mungu ananipenda, Mungu amenifadhilisha, Mungu amenineemesha, lakini huu nao ni mtihani. Mungu anataka kunionja. Aashkur am akfur, je, nitashukuru au nitakufuru neema hii ya kupata watu ambao wanaweza kufanya mambo kama haya, kuleta kiti kutoka Yemen mpaka Palestine kwa muda wa kufumba na kufumbua? Nitashukuru au nitakufuru? Na atakayeshukuru anajishukuria nafsi yake, na atakayekufuru anajikufuria mwenyewe. Mungu hataki hata shukrani zake. Kwa ajili hiyo Sayyiduna Sulaiman akakieka kiti, kisha akawaambia qala nakiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun. Ebu badilisheni mandhar. Kile kiti, dhahabu ya hapa ikachukuliwa ikaekwa huku, majini wenyewe wakaanza kukifanyia marekebisho haraka, ikitolewa oda pale pale. Lulu za hapa zikachukuliwa zikaekwa hapa, yani cha hapa kikaekwa huku, cha huku kikaekwa pale. Nakiru laha, badilishwa ili akija yule apewe mtihani. Falamma jaat, alipofika sasa Balqis, kufunguliwa milango tu, Suleiman anamwambia qala ahakadha arshuki, hebu kitizame kile kiti cha enzi. Je, hivi ndivyo kilivyo kiti chako? Yani chako, hiki kiti ni chako? Yule akakitizama, na kwa jinsi alivyokuwa na akili, na yeye akasema kaannahu hu, yani kana kwamba ndicho. Hakusema ndicho wala hakusema sicho, kaannahu huwa, kana kwamba ndicho. Na akisema ndicho lakini kimebadilishwa, na akisema sicho lakini anaona baadhi ya vitu ambavyo viko kwenye kiti chake vipo. Sasa yote namna, maana Suleiman kamtega na yeye kamtega, wanategana sasa. Wote wawili wana akili, na watu wengine wakipatana wote ni wajanja, inakuwa matatizo. Suleiman kasema hakadha arshuki, nikamwambia annahu hu.
Lakini Suleiman kasemaje? wa utina alilma min qabliha wa kunna muslimin. Huyo anajifanya mjanja bure, sisi tumepewa elimu kabla yake yeye na sisi ni Waislamu, kwa hiyo tumemzidi. Sasa kama wewe unajifanya mjanja, njoo ingia sasa katika palace yangu. Qila laha dukhuli sarh, kaambia ingia katika palace, mpelekeni katika palace yangu. falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqaiha wa kashafat an saqaiha. Alipofika katika palace ya Suleiman, wanasema ilikuwa ni shay'un adhim. Ukiingia tu pale katika ile nyumba, kulikuwa kuna kioo naim, lakini very sensitive, maanake hata uoni kwamba kina aksi mwangaza. Kile kioo huwezi kujua kabisa kama ni kioo, ndo kiko chini, alafu maji yanapita chini yake, yanakwenda huku, masamaki unawaona wanapita huku na huku, ndo unaingia hapo. Sasa ukifika pale utasimama, kwa sababu utafikiria kuna ukanda wa maji, kwa sababu kioo hakionekani. Ni nani aliyetengeza vile? Majini. Kullu banna'in wa ghawas, maengineer, architecture, wana ghasia kweli kweli hao. Basi akaambia qila laha dkhuli sarha falamma ra'athu hasibathu lujja. Alipofika pale akasimama, akaona wimbi linakuja, akaona tumefika baharini na tunaingia nyumbani. Sasa hii ni teknolojia, anataka kumwonyesha wewe si una elimu, wewe si ni queen, wewe si una mambo, una vitu ambavyo umepewa. Sasa tizama hivi. Alipoona maji yale, akaanza kunyanyua nguo zake, kwa maana kwamba asije akaroa mpaka nguo, angalau akanyage kwa miguu ile, maana ameshaimbiwa ingia. Akamwambia udkhuli sara, ingia. Kashafat an saqaiha, akaanza kukashifu muundi wake. Saq ni kutokea kwenye goti mpaka chini, kanyanyua kidogo nguo yake ile. Suleiman ibn Daud akamwambia unafanya nini? Akamwambia si maji haya nataka kukiuka. Akamwambia wewe vipi? innahu sarhun mumarrad min qawari, hebu kanyaga. Akakanyaga juu, akaona ameganda, hajaingia chini. Akamwambia hicho ni kioo hicho. Asema Allahu akbar, anatengeza hivi huyu mtu. Kanyanyua mikono, rabbi inni dhalamtu nafsi, ya rabbi, hakika mimi nimeidhulumu nafsi yangu, sina chochote, kumbe hakuna nilichomiliki chochote. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, na kuanzia leo nimeacha ibada ya kuabudu jua, nimesilimu pamoja na huyu Suleiman. Hudhud anatafaraj, kazi yote hii ameifanya ndege mdogo, sijui kama anafika gramu 10, sijui kama anafika kilo, sijui kama anafika robo, ni mdogo mdogo kabisa, lakini akili yake na uwezo wake ametuonyesha kwamba hata Minister for Information anaweza kuwa muhandis, anaweza kuleta habari, anatushinda sisi ambao tumeambiwa walaqad karramna bani adam. Nabiyullah Suleiman, wanasema baadhi ya riwaya kwamba huyu alimuoa vile vile akawa mkewe. Balqis kaingia katika milki ya Suleiman. Watukufu wa Islam, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na akili ya kufanya da'wa, tuwe na akili ya kuongoza watu, ya kuwatoa watu katika kiza, kuwapeleka katika nuru. Atupe kila la kheri katika maisha ya dini na dunia na akhira. Watoto wetu wapate hidayah wakitumikia kitabu cha Qur'an.